Je, unahisi kila ndoa huanza siku ya harusi? Inashangaza mno kuwa ipo ndoa ambayo ilianza kimya kimya pale Mungu alipoanza kuponya mioyo miwili iliyokuwa imevunjika kabisa hata kabla hawajafahamiana. Ni kisa toka nchini Uhispania cha Albert na Lygia. Safari yao ilianza katika mazingira tofauti kabisa, lakini Mungu alikuwa tayari ameandika mwisho wake. Lygia alizaliwa katika familia ya Waadventista nchini Venezuela. Alilelewa akimjua Mungu na mafundisho ya Biblia, lakini alipokuwa na umri wa miaka 22 aliamua kuondoka kanisani na kuingia katika ulimwengu wa burudani na mitindo. Alishiriki mashindano ya urembo kama Miss Venezuela, Miss Hawaiian Tropic na Miss Uhispania. Alifanya kazi kwenye television, filamu, maonesho ya mitindo na biashara mbalimbali. Kwa macho ya watu alikuwa amefanikiwa, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na pengo kubwa ambalo mafanikio hayakuweza kulijaza. Wakati huo huo, nchini Uhispania, Albert alikuwa kijana aliyekuwa akitafuta majibu kuhusu maana ya maisha. Albert alikulia karibu na mji wa Barcelona huko nchini Hispania. Ingawa familia yake ilikuwa na historia ya dini, lakini kwake yeye Mungu hakuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Alikuwa na maswali mengi kuhusu maisha na kifo. Alitafuta majibu katika maeneo mbalimbali, lakini bado moyo wake haukupata utulivu. Alipenda usanifu, historia, tamaduni na kusafiri, lakini alihisi kuna kitu muhimu kilikosekana. Baada ya kupitia mahusiano yaliyomuacha na maumivu, Lygia alifikia hatua ya kuacha maisha yake ya zamani. Akaacha kazi zake, biashara zake na kila kitu kilichokuwa kimempa utambulisho. Katika kipindi chote cha kutafuta mwanzo mpya, aliandika orodha ya sifa alizotamani kuwa nazo kwa mwanaume ambaye angekuwa mume wake. Jambo la kwanza aliloandika ni hili: mtu anayempenda Mungu na kumwamini Mungu. Mungu alikuwa tayari akifanya kazi mioyoni mwao wote wawili. Albert na Lygia walikutana. Ingawa hawakujua kilichokuwa mbele yao, mazungumzo yao yalianza kufungua milango mipya. Siku ya pili baada ya kukutana, Lygia alimshirikisha Albert wimbo wa waimbaji wa Adventista wa Sabato nchini Uhispania. Kwa Albert ilikuwa mwanzo wa kuona imani na namna tofauti. Pole pole, Albert alianza kumfahamu Mungu kupitia Biblia na kugundua kwamba majibu aliyokuwa akiyatafuta kwa muda mrefu yalikuwa karibu naye. Lygia naye alianza kuona kwamba Mungu alikuwa hajamuacha, badala yake alikuwa akimrudisha kwake kwa upendo. Walitumia muda mwingi wakizungumza kuhusu maisha, imani na mpango wa Mungu. Kadri walivyozidi kusogea karibu, waligundua kuwa uhusiano wao haukuwa kati yao wawili tu. Mungu alikuwa kati yao pia. Hatimaye safari yao ya kumjua Mungu iliwaongoza kwenye uamuzi mkubwa. Walibatizwa na baadaye wakafunga ndoa. Leo Lygia anatumia uzoefu wake kuwasaidia wengine kumjua Kristo, huku Albert akiendelea na masomo ya imani na sayansi katika chuo cha Waadventista cha Sagunto nchini Uhispania.